Yaani zile ahadi za Mungu alizosema kafanya, kama kuna baraka, kama kuna kurithi nchi nzuri, kama kuna nini, umekuwa humo. Pige makofi kwa Yesu. Tuendelee mzee. Na warithi sawasawa na ahadi. Basi. Basi sana. Umeona unajifunza nini kwanza? Umeona ndugu zangu, uangalie imani hii uliyoipokea ilivyo ya thamani. Si umepata kitu hapo, si ndio? Si vile nimefundishwa, ndio maana unakuja darasani tunapitia bidii. Kwa hivyo kusudi la sheria ilikuwa inatuleta kwa Kristo. Huko kwa Kristo tukishakuja, kuna amri ngapi? 2 kubwa. Amri kubwa kabisa huko kwa Yesu ni kumpenda Mungu na kumpenda jirani yako. Sivyo hivi? Hata zile 10 nilizokwambia, zile 10, usiibe, usizini, usiue, usifanye mpaka mwisho, zote zile zinajumulishwa na kwa hii inakuwa nini? Upendo. Mwenye upendo wa kimungu ndani hawezi kuiba chama. Mwenye upendo wa kimungu ndani hawezi kutamani cha mtu mwingine. Hata kiona cha mtu mwingine kinaenda tofauti, atakirudisha sehemu yake. Ujue zile sheria za ukiona ng'ombe wa mtu anaenda huko, usifanye nini? Zile sheria za leo ni upendo. Je, una upendo? Ukiwa unampenda Mungu, unampenda juu ya Mungu, hutaabudu kingine. Ukiwa unampenda Mungu kwa moyo, kwa akili, utaikumbuka saa ya kwenda kumsali Mungu unayempenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa uangalie, ninyi mnakubali Jumapili kushinde nyumbani mwa Mungu, na kuja asubuhi na jioni pamoja na mambo mengi. Lakini yule wa sheria anaweza kusema kwanza hii Jumapili ndio siku nzuri ya kufanya mambo yetu. Kwa hiyo tuingie mapema. Saa moja inatosha. Alafu muda wote tuendelee sisi tukaendelee na mambo yetu. Which is rich. Neno la Mungu wametafakari sakati, wamesoma vipi, wamejifunza vipi? Kuna Biblia inasema neno la Kristo na likae kwa wingi moyoni. Si ndio? Halafu moyoni mwangu nikiweka neno sita tena nini? Sasa neno lito. Yaani neno ni chache. Watu hawafundishwi neno. Kwa hiyo basi maisha yao ni holela. Kumpenda Mungu ni vizuri, sema amen. Kwa hiyo imani ndani ya Yesu ndio njia umeshika vizuri. Sheria zile zilikuwa zinatuleta kwa Yesu. Mtu mwingine akianza kusema mwenyewe mnaabudu wapi? Haiko hivyo. Mtazame tu, alafu baadaye upata nafasi ya kuhubiri Injili, kuhubiri Yesu. Sema amen. Wewe kuhubiri Yesu, si kuhubiri si. Ananiambia kula hivi, kula hivi. Alisoma dada yangu pale. Walikuwa sema watu wasioe, watu wasile hivi na hivi, wasile kama leo wengine wafundisha naweza kuja mingine. Yanaokoa. Mmoja mimi alinikomesha akasema anataka kuoa. Akasema huyu labda ana homa hii, labda ya ini. Akasema baba, mimi nataka mama homa ya ini naoa. Kwa nini usioe mwanamke ambaye hana homa ya ini? Unaona homa ya ini, wanawake anasema hivi. Wanaoumwa na wale wasioumwa, anaweza akafa asiyeugua akafa, na yule anayeugua homa hii anabaki. Kwa hiyo mimi nilifungieni ndoa huyu hapa. Nikashangaa baada ya siku chache ambaye alimtazamia anatangulia mbele ya haki. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo nasema usile kumbe pengine unatafuta tu pesa. Ukaanza kupima afya ni muhimu. Lakini sio hiyo ni mpaka makanisani. Tuanze kuhubiri vidonge, makanisani tuanze kuhubiri vipimo, makanisani tuanze kumhubiri Yesu, sema amen, ambaye anaweza kuponya hata kama tumbo limeanza kuoza. Akipenda aponye. Jamani, akipenda aponye. Ajali hizo mnasikia jinsi wanapoponya, na kama itapata mtu labda ameruhusu.
ukiwa kwa Yesu, ibada zingine huko wote watu wengine wote wanatakiwa kuhubiriwa habari za Yesu. Ile usihubiri zako. Mimi unaniona na hakuruki pale YouTube sana. Pale YouTube sana tutahubiri na kusali. Ukihubiri Yesu habari njema. Habari njema ambie yuko mmoja anaitwa Yesu. Yeye ndio agano bora jipya. Akiingia ndani mwako anakufanya unakuwa kiumbe kipya. Ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haleluya. Ukimsema huyo, anasema ukiniinua mimi, nitawavuta wengi waje kwa Kristo. Tusiinue makanisa, tusiinue unaposali, inua Yesu. Usiinue utajiri, usiinue elimu yako, usiinue chochote. Mwingine kakutana hubiri, unaponiona hapa, nina suti zimejaa kufika 4. Eti kwenye jukwaa, watu wameandaa mkutano, wametoa hela mamilioni, wewe unaleta habari hizi. Unapoona na suti nyingi, nyingine nimeinunua Afrika Kusini, nyingine nimeinunua wapi? Haleluya. Nile mpaka kipindi kimeisha cha mahubiri. Amehubiri Yesu. Paka mwingine anakosea siku moja na huyu. Haleluya. Unaona nini hapa? Nimevaa nguo, suruali hii na nyingine ya pili na nyingine ndogo ndani. Tulivyo wewe umejitokanisha, umejivua nguo, maana umeniambia kama imevaa ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu. Wewe mahubiri gani haya? Jamani. Mungu atubariki. Naomba tusimame wazi. Mungu akubariki.